ya kuachwa huru kwa mji wa Uvira ambao kwa sasa unadaiwa kudhibitiwa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano na vikosi vya wazalendo, baadhi ya wakazi wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi na taharuki kutokana na hofu ya kuzorota kwa usalama. Ingawa kuondoka kwa waasi wa AFC M23 kumeibua matumaini mapya miongoni mwa wananchi, hali halisi bado inaonyesha changamoto za kiusalama. Wakazi wanaripoti vitendo vya uporaji, hofu ya mashambulizi ya kushtukiza pamoja na uwezekano wa waasi kujificha au kujaribu kurejea kwa njia zisizotarajiwa. Baada yao kutoka, lakini watu wako katika hofu sana. Ja wazalendo na FARDC wako wanapigana kupiga raia masasi juu ya matelefoni. Wizi wangamiwa kabisa, wanaingiliana mumanyumba. Hiyo ndio hofu yenyewe watu wako nayo kabisa mpaka kukata tamaa. Kuna jirani yangu hapa Kasenga alikuwa anaenda Mulongwe, kama ilikuwa siku ya kwanza ile, vrema akamlomba telefone akakataa, wakampiga masasi. Kokote Kilibula watu wanakuwa dipea wanani wafike hapa, watu 12 deja walisha kufa juu ya kupigwa masasi tu kwa kukataa na telefoni. Ndio watu vrema wako na hofu sana juu ya hali, hasa inapofika magharibi ndio vrema inajiinua sana kabisa. Akizungumza na Didas TV, mmoja wa wakazi wa Uvira alieleza wasiwasi wa wananchi, huku akitoa pole kwa vifo vinavyoendelea kushuhudiwa katika mji huo. Alisema kuwa matukio hayo yanadaiwa kusababishwa na wapenyezaji wa M23 waliobaki kwa siri, wanaofanya vitendo vya kihalifu kwa kujifanya ni wazalendo au wanajeshi wa FARDC kwa lengo la kuchafua taswira ya jeshi la taifa na vikosi vya wazalendo. Asante sana ndugu mtangazaji. Kuhusu AFC M23 kujiondoa Uvira, kwa mtazamo wangu mimi na sioni kama AFC M23 imejiondoa Uvira. AFC M23 ililazimishwa kuondoka Uvira kwa sababu walipokea vichapo vikubwa kutoka kwa wazalendo na jeshi la serikali. Ukikumbuka AFC wakati walichukua mji wa Uvira, walisonga mbele mpaka sehemu inayoitwa Mnene, umepita Makobola, umepita Kasekezi, umepita Luanga, umepita Pemba, tayari ndiko walikokuwa. Lakini walipigwa Mnene, wakapigwa Pemba, wakapigwa Kasekezi, wakapigwa Makobola ya kwanza, wakapigwa Makobola ya pili, wakapigwa Luanga, wakapigwa Kigongo, wakapigwa Katongo. Huko kote walipigwa na walipokea hasara kubwa mno, hasara kubwa sana ambao wamepokea hawa jeshi la Rwanda. Kwa hiyo mwishoni kafikia mpaka jeshi la serikali limezingira mji wa Uvira. Kuzingira ni maana gani? Mtu akisema kuzingira, yani milima yote ambayo inainukia Uvira ilikuwa tayari imetekwa. Sasa wao wangekaa Uvira wangefanya nini? Wangekuwa wanafanya kazi gani? Kwa hiyo kwa mtazamo wangu, kwanza ninaona ni shinikizo la kijeshi ambalo limewatoa Uvira. Walikuwa wana jinsi. Sasa kwa kuona, kwa kutengeneza jina lao, kwa sababu wao ni watu wenye tabia ya kujisifu, waliona watengeneze jina lao kwa kusema wamejiondoa. Kwa sababu kama ni kujiondoa, mimi naamini wakati serikali ya Marekani iliwaambia waondoke, ilikuwa
ni mwaka jana, Disemba mwaka jana ndio iliwaambia, na wakatangaza wameondoka, lakini wakatumia ujanja, wakasema uongo, kwa sababu walikuwa na matumaini ya kukaa Uvira kwa nguvu. Lakini walipoona kichapo, hawajaambiliwa waondoke tena, walipigwa na wakaondoka Uvira. Kwa ushahidi ni kwamba jeshi la serikali lilitoka Uvira na wazalendo hawakupigana, kwa sababu adui alikuwa ameshachukua maeneo muhimu, na vile vile na wao wametoka bila kupigana ndani ya jiji la Uvira, lakini walikuwa wameshapoteza maeneo muhimu. Kwa hiyo mtu akipoteza mapozisio zote muhimu, hauna budi ya kukaa, kwa sababu wangekaa pale wangeshikwa wote mateka. Hilo ni moja. Swali la pili ni kusema wazalendo wamedhibiti Uvira na FARDC. Ndiyo, ni kweli kwamba wataweza kuweka usalama kama ilivyokuwa wakati AFC iko pale. Kwanza AFC kuweka usalama, hakuna hata nafasi AFC imewahi kuweka usalama, kwa sababu kama wao wamekuja wanapora, AFC imeingia imepora Uvira, watu watabakia maskini miaka 50 nyuma, wamerudia miaka 50 nyuma. Hao watu wameleta usalama gani? AFC imeua watu zaidi ya watu 1800 ambao ndani ya kipindi cha mwezi mmoja tu wamethibitishwa wameua hawa, na naamini tangazo rasmi litatoka kwenye serikali, lakini sio chini ya watu 1800 ambao wameuawa Uvira, na waliingia hakukuwa vita, yaani wamewaua kwa makusudi. AFC wamepora vitu vyote, wamepora mpaka lami ambazo zilipaswa kutengeneza barabara ya lami pale, vifaa vyote wamevipora, vimeenda Rwanda. Sasa watu ambao wanatumikishwa, vibaraka ambao wanatumikishwa na jeshi la kigeni, wangeweka usalama gani? Ni uongo. Uvira kukuwa usalama, watu walikuwa watumwa, watu walikuwa wananyenyekea kwa kuofishwa, na sasa hivi hakuna hofu. Ndio maana unasikia kila watu wanalalamika, huyu anauana, huyu ameiba, amepora, kwa sababu hakuna hofu. Demokrasia imeanza kurudia tena kama kawaida. Utawala wa AFC ni utawala wa uporaji, wa wanyonyaji, wa mabeberu na mabepari. Ni utawala wa ukandamizaji, utawala wa uhuni na utawala wa udanganyifu. Wanaishi kwa uongo, wanatumia uongo. Hakuna usalama ulikuwa Uvira hata kidogo, kwa sababu watu walikuwa wanatekwa, kidnapping. Watu wako kidnape kila siku, usiku watu wanapotea. Watu hapo utasema kuna usalama gani? Kwa hiyo usalama ukukuwepo. Ninatumai usalama utakuwa 100% Uvira. Watu wanafurahi na wataendelea kufurahia serikali yao na nchi yao na watoto wao. FARDC na wazalendo, kusema ukweli, wanatakiwa kulinda raia na mali zao. Hiyo ndio jukumu lao, na ndio maana raia wa Uvira walikuwa na walilia, na ndani ya kulingana na kipengele hicho hali ya usalama Uvira, mimi ninaamini adui hajatoka wote. Kuna sehemu, kuna chembe ya wagaidi ambao bado wako ndani ya jiji la Uvira, na ndio wanaendelea kuleta kelele na kuleta vitendo vya ukosefu wa usalama. Lakini naamini ndani ya wiki moja, wiki mbili, serikali itaota mizizi pale, itaweka idara zote za usalama, kwa sababu idara za usalama hazikukuwepo, polisi haikukuwepo, shirika ya ujasusi kama vile ANR na mengine haikukuwepo. Hilo yote inaweza kusababisha bado usalama utakuwa unayumba, lakini natumai baada ya wiki moja, wiki mbili, mashirika ya usalama itaota mizizi pale na usalama utakuwepo. Kwa hiyo ninaamini watu wa Uvira usalama utakuwepo. Kuhusu ushauri wangu kwa FARDC na wazalendo,
Mimi naweza kuwashauri kama kila mtu anajifunza kupitia makosa. Makosa ambayo unayoyafanya leo ndio itakupa funzo la kuepuka makosa mengine kesho. Wazalendo, hasa wazalendo wa Uvira, ninawashauri wasirudilie makosa ambayo iliwafanya wapoteze mji wa Uvira mwaka jana. Ile makoordination kila sehemu, makoordination si ndio coordination fulani, si ndio coordination fulani, ile inachangia kuleta mkanganyiko wa watu kutokujua wazalendo halisi ni wanani na wahuni ni wanani. Wote wanajificha wazalendo. Wazalendo ni jina, uzalendo ni jina tu, lakini uzalendo kamili unakamilishwa na matendo ya yule anayejiita mzalendo. Kwa hiyo mtu hawezi kujiita mzalendo tu. Tuliona plene ya Ruzizi yote ilijaa wazalendo, lakini wakati Uvira yote ilikuwa imejaa wazalendo, lakini wakati adui aliingia, tukaona wale ambao walikuwa wanajiita wazalendo, wengine wakaenda kujiunga na adui, wengine wakapotea. Baadhi yao ambao walibakia wazalendo walikuja kurudia Makobola, wakakuja kuchukua akili mpya, na ndio wameanzisha vita. Sio wale ambao walienda kujificha milimani wakakaa huko wanatulia wanakula maziwa ya ng'ombe. Hao hatuwezi kuwatambua kama ni wazalendo. Kuna wengine wengi sana ni wasaliti, na kwa kuwa wengi ni wasaliti, kingine naweza shauri wazalendo Uvira wasirudilie yale makosa ambayo walifanya. Tujue wazalendo ni wakina nani wanaopigania nchi. Na sasa hivi Uvira hakuna vita. Wazalendo wote watoke Uvira waende kwenye mashamba la vita, waende wakapambane na adui, kwa sababu adui hajamalizika. Wale ndio watakaoonekana wazalendo. Kwa FARDC ni kusema FARDC ndio jeshi la taifa na taifa linawategemea, japo ndani ya FARDC kuna mbegu nao wachafu. Ni kazi ya serikali na inaendelea. Ni kweli tuko naona kuwachambua na kujua mbegu wachafu ni wakina nani na kuwaondoa ndani ya serikali, kwa sababu tunajua kweli kuna FARDC ambao wanatumika na adui, tunajua hivyo. Kwa hiyo ushauri wangu ni kumalizia kwamba FARDC ichukue mikakati mizito, wasiweze tena kurudilia makosa ya kurudilia kupoteza mji kama Uvira kwa bure. Na wazalendo watoke Uvira waende kwenye mashamba ya vita. Adui ameshatoka Uvira, wamfate adui kule aliko. Ile mambo ya coordination si ndio wakina nani kujitapatapa, si ndio general fulani. Si hatuna haja ya general fulani, tuna haja ya kazi. Hakuna haja general fulani hapa, mimi ndio general fulani. Tuliwaona wa general wengi walikuwa mplene ya Ruzizi, na wakati adui alikuya ndio walikuwa wa kwanza kujiunga na adui. Tutawajua wazalendo halisi kwa matendo yao. Ninashukuru sana kwa mahojiano, ndugu mtangazaji, ninashukuru. Hayo ndio maoni yangu, na ninawatakia watu wa Kongomani mwaka wa 2026 kuwa mwaka wa amani. Ndugu zetu wa Bukavu wasubiri ukombozi unakuja. Sisi tumesha kombolewa, tuna furaha, tuko hapa sasa hivi, tunalala Uvira. Ni kwenda amani, ni kwenda mbele, japo kuna shida ndogo ambazo tunaamini zitatatuliwa, lakini tunaamini usalama unakuja taratibu, kwa sababu tangu walivyoingia na leo mabadiliko yanaendelea kuonekana, na tunaamini mabadiliko yatakuwa makubwa, kwa sababu jeshi la serikali bado linaendelea kuingia kwa wingi na litaendelea kuweka usalama. Tunawaombea ndugu zetu wa Bukavu ambao wako mateka, ambao bado wanakamatiwa mateka na adui. Tuzidi kuomba Mungu, adui ataondoshwa pale na atakimbia. Okay, kwa nyongeza ni kusema light, kama ningekuwa na neno katika uongozi, ningechukua hatua zifuatavyo. Kwanza, wazalendo wote ambao wako ndani ya jiji la Uvira walipaswa wajiorozeshe,
na wakuwe katika coordination moja ambayo tutajua iko chini ya uongozi wa nani, na waweke masekteri au maeneo ambayo tunajua. Kwa mfano, eneo la Kalundu kufika Kalimabenge liko chini ya uongozi ya kamanda fulani wa wazalendo. Eneo la Kalundu kufika Kalimabenge kwenda Nyamyanda liko eneo la kamanda fulani ambayo iko ndio anaongoza pale. Kwenda eneo la Mlongwe kwenda mpaka Kasenga hivyo hivyo, tujue kama linaongozwa na kamanda fulani, na eneo la Kasenga kwenda Kavimvira tunajua liko katika chini ya uongozi wa kamanda fulani, kwa sababu iwapo kutakuwa shida ambayo itatokea maeneo ya Kalundu, tutauliza kamanda fulani ambaye atakuwa na ushirikiano na jeshi la serikali na polisi, idara zote za serikali. Alafu hiyo inaweza saidia, kwa mapendekezo yangu inaweza saidia sana kwa kurudisha usalama tena kwa haraka, sababu kama nimetoa mfano kama eneo la Kalundu kufika Kalimabenge kuna uongozi wa kamanda fulani. Iwapo kutakuwa unyanyasaji, kutakuwa maovu, tutajua ni kamanda fulani na atatuambia magumu ambayo anapata. Iwapo kuna watu ambao hawako chini ya uongozi wako, ni yeye ataripoti kama hapa kazi inafanyika, lakini kuna watu ambao siwatambua wanaofanya kazi pale. Alafu itakuwa kazi ya serikali kuwatafuta wale watu. Kwa hiyo kazi ya usalama sio kazi ndogo, inaomba inaomba watu wote washirikiane, na raia waendelee kushirikiana na serikali kuwaonesha wale magaidi ambao bado wamesalia, kwa sababu tulisikia kuna M23 ambao walivua manguo za kijeshi wakabaki ndani ya jiji la Uvira. Kwa hiyo wale bado wapo, wanahitajika kusakwa na wazalendo wafanye kazi, na kazi ambao watafanya ni kujua ni nani anahusika na usalama sehemu fulani. Huo ndio ushauri wangu. Kila eneo lijulikane liko chini ya usalama wa kamanda fulani na kamanda fulani wa jeshi. Kwa hiyo muungano wa jeshi na vikosi vya wazalendo vitatuambia kama sehemu fulani kuna shida, ina maana ni kamanda fulani na fulani ndio atawajibishwa, anaweza kuulizwa. Lakini jiji likikaa chini bila uongozi wa vikundi vya wazalendo, wengine wale wa mbegu mbaya ambao watakwenda kujichanga, wanaweza wakachukua fursa hiyo na kufanya maovu. Asante. Hiyo ilikuwa ni nyongeza ya ushauri wangu.